viko 6 na sisi viko 6 na sisi jana tukasoma kitu cha kwanza kimoja. Ni kipi? Kujua herufi za Kiarabu. Herufi za Kiarabu zinaitwaje? Herufi za Kiarabu zinaitwaje? Zinaitwa hurufu al-hijaa. Na hurufu al-hijaa zinaitwaje? Hurufu al-hijaa ndio nini? Changamkeni. Hurufu al-hijaa ndio nini? Alfabet Kiingereza hicho. Hurufu al-hijaa ni nini? Silabi. Mwingine? Herufi zilizopokeka. Irabu. Herufi za Kiarabu pale pale tumezunguka tu. Herufi za Kiarabu zinaitwaje? Zinaitwa hurufu al-hijaa. Na hurufu al-hijaa ni nini? Herufi za Kiarabu. Umepigwa chenga hapo, ukazungukwa na wewe ukakubali kuzungushwa. Kwa hiyo herufi za Kiarabu zinaitwa hurufu al-hijaa. Na hurufu al-hijaa ni herufi za Kiarabu. Msingi wa kwanza na msingi mama, msingi wa kwanza na msingi mama ni kujua herufi za Kiarabu zinavyosomwa, zinavyoandikwa, mabadiliko yake ya kiuandishi zinapokuwa zimeunganishwa, herufi ambazo zinazounganishwa na herufi ambazo haziunganishwi mbele na nyuma. Kuna herufi zinaunganishwa mbele na nyuma, sawa, na kuna herufi zinaunganishwa nyuma tu, mbele haziunganishwi. Tulizitaja baadhi yake. Nani anaweza kututajia? Dal, ra, za, waw. Za shaitaja. Hamza hamna. Na alif. Huwezi kuta alif imeunganishwa mbele hata siku moja. Alif imeunganishwa nyuma tu. Sababu ikiunganishwa mbele inakuwa sio alif, inakuwa nini? Inakuwa ni lam tayari. Hii tena alif. Alafu na ile herufi ambayo inaandikwa juu ya herufi nyingine kama vile hamza. Malengo ya msingi wa kwanza ni nini? Malengo ya msingi wa kwanza ni nini? Yaani mtu anafundishwa ile msingi wa kwanza ambao unapatikana katika darasa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Malengo yake hasa ni nini? Kujua herufi za Kiarabu. Ndio lengo hilo, si ndio? Sasa kama wewe ni mwalimu wamfundisha mtu, au wewe mwanafunzi unataka ujichunguze kwamba je, herufi za Kiarabu unazijua, ndio ufanye nini? Unashika pua, unataka kujibu wamfungue msafu uangalie. Uko kufunga msafu ukiangalia tu basi. Nani atatupatia maelezo? Bila kuzirejea. Kifunguliwa msahafu mahala popote ukiambiwa soma, basi wewe unataja zile herufi kama unavyotaja majina yako na majina ya baba na babu. Hakuna kufikiria, kusita wala kutatizika. Leta msafu mmoja ajaribu hapo kidogo. Chagua mtu mmoja ajaribu. Wewe chagua tu, simama uchague mtu asome. Simama, chague mtu asome. Mpatie mwingine.
shika, simama, tafuta mtu yoyote hapa asome, yoyote tu unaimpenda kwa ajili ya Allah. Fungua Alhamd, suratul Fatiha, afu tutajie zile herufi tu haraka haraka. Patie maiki, mpe maiki, mpe maiki. Maiki ziko nyingi tu hapa, hizi zote zinafanya kazi hizo. Tusomee suratul Fatiha, tutajie zile herufi katika suratul Fatiha. Ivae, wewe ivae tu. Umvalishe, hiyo ni kwa ajili ya kuvaa, sio kwa ajili ya kushika mkononi. Umekosea pia kuvaa. Haya, some. Bismillahirrahmanirrahim. La, tutajie herufi basi. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, alif, nun, nun. Hebu sidi na mimi msafu niangalie kidogo. Nun. Ulianzia pale kwenye ha, emrudi kwenye ha pale. Naam. Naam. Ha. Ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Endelea. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha, ra, ba, alif, lam, ain. Hilo ni kosa tayari. Hilo ni kosa. Kwa nini nimefikiria? Kwa nafikiria nini? Baada ya kufika kwenye aini ile speed ilipungua kidogo. Kwa nini? Kwa nafikiria nini? Kosa. Endelea, ndio kosa tayari. Yaani hutakiwi kufikiria. Kule kufikiria tu ni ishara ya kwamba herufi ya mbele inakutatiza. Ndio maana ukafikiria. Endelea. Ain, lam, mim, ya, nun. Tayib, tosha. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kujiwekea zoezi mwenyewe, ukajipima kwamba hivi herufi ninazijua mimi, alafu ukaangalia, ukaanza spidi ndogo, ukaenda kwa spidi kubwa. Naanza kutumia kwa spidi ya haraka. Atusomee Suratun Nas. Hebu mchague mmoja atusomee Suratun Nas ile aya kwanza kwa spidi ya haraka kabisa, bila kusita wala kufikiria. Mchague basi haraka. Ndio huyo. Soma Suratun Nas ile aya ya kwanza kwa haraka lakini.
Bas nas sasa kuna alifu hamza bas tosha. Haya, twendeni. Funzi ameweza na ana uwezo kutambua nini herufi itakapokuwa amesoma peji nzima. Mwalimu ataangalia mwenyewe mstari miwili mitatu. Lengo ni kufahamu kwamba huyu mwanafunzi sasa herufi zile za Kiarabu mahala popote anapoiona ndio ya kwanza, ya pili na ya tatu, na ndio lengo la msingi wa kwanza. Sasa leo tusome msingi wa pili. Sasa mwanafunzi tayari ameshavuka msingi wa kwanza, ataingia msingi wa pili, kufahamu haraka. Kuna kitu kinaitwa haraka katika usomaji wa Qur'an. Haraka, kufahamu nini haraka. Haraka ni moja kati ya vitu vitatu: fatha, kasra na dhamma. Fatha inaitwa haraka, kasra inaitwa haraka, na dhamma inaitwa nini haraka. Ukizikusanya zote zinaitwa harakati. Narudia tena, msingi wa pili ni kufahamu nini haraka. Haraka ni moja kati ya vitu vitatu: fatha, kasra na dhamma. Kazi ya haraka ni kuitoa herufi kutoka kwenye kusomwa kwa asili yake na kusoma vingine. Ina maana wewe utakapokuta herufi ndani ya Qur'ani haina haraka, unatakiwa uisome vile vile katika asili yake. Ili uibadilishe hiyo herufi uisome vingine, lazima iwe na haraka au na vinginevyo ambavyo tutavitaja huko mbele. Kwa hiyo fatha inaandikwa juu ya herufi, kasra inaandikwa chini ya nini ya herufi, na dhamma inaandikwa juu ya herufi. Hivi vitu vitatu vinaitwa harakati, na ndio maana hapa akasema ad-darsu ar-rabi', somo la 4, al-hurufu al-mutaharrika, herufi zilizowekewa haraka. Fatha, kasra na dhamma. Na mwanafunzi atakiwa ajue kusoma fatha, kasra na dhamma. Herufi itapokuwa imeingiliwa na fatha, kama vile hamza itasomwa hamza fatha a, kwa inakuwa inasomwa a. Na herufi inapoingiliwa na kasra, kama vile hamza itasoma hamza kasra i, kwa maana hamza ikiwa ina kasra inasomwa i, haisomi tena nini na hamza ikiwa ina fatha inasomwa a, haisomi tena hamza. Na hamza ikiwa ina dhamma inasomwa u, haisomi tena hamza. Ile ndilo unaofundishwa wewe hapo, kwamba hivi vitu vitatu hivi vinapoingia katika herufi vinaitoa herufi kwenye kutamkwa kwa vingine. Sasa makosa yanayopatikana katika utamkaji wa herufi zenye haraka. Herufi yenye kasra sinasomwa i, si ndio? I. Kuna watu wanasema baada ya kusema i, au kama ni hi. Na herufi yenye dhamma wengi husema o. Haya ni makosa ya ndani, huwezi kuyajua mpaka usikize kwa makini kabisa kujua huyu jamaa hapa anakosea. Kuna watu wakisoma Qur'ani huwezi kujua kama anakosea mpaka ukae kwa makini kabisa, tena wenye sauti nzuri ndio kabisa wewe utakuwa unaghurika na nini na ile sauti, kumbe ana akhta nyingi sana anakosea. Hawa ni makosa katika utamkaji wa kasra na dhamma, na o badala ya i na u. Mwanafunzi akisoma hii darasa kwa kutahaji ni vizuri zaidi akisoma hii darasa bila ya kutahaji, baada ya kuwa ameshamaliza kusikizwa na mwalimu, kwa maana akasoma a, i, u, ha, hi, hu, a, i,
sababu hili ndio lengo. Ile tahaji ni wasila tu, lakini lengo ni kusoma hivi. Na mwalimu kabla mwanafunzi hajamhamisha kutoka katika hii darasa ya 4 kwenda darasa ya 5, anatakiwa amfanyie zoezi. Mazoezi ambayo atakayoyafanya ni kuisoma hii darasa bila ya mpangilio. Anaweza akaanzia chini akapanda juu, au akaanzia kushoto akaenda kulia, mpaka hakikisha kwamba hizi herufi zenye haraka hizi anazielewa. Mfano, anaweza akaanzia chini akasoma vi, su, da, i, yu, ja, khi, ru, a. Akaanzia tena juu kashika chini i, ha, khu, ji, da, nu, di, sa, vu. Na hili linashauriwa hasa kwa watoto wadogo, kwa sababu watoto wadogo wanahifadhi sana kuliko kuelewa. Ndio tatizo la watoto. Kwa ukimfundisha mtoto darasa hii ya 4, yote ataihifadhi hivi ilivyo, atahifadhi yote. Akikaa tu mwenyewe anaanza kusoma. Kuna watoto wanasoma kaida yote bila kuangalia. Sasa ili kuondoa ile hali ya kuhifadhi ili aelewe, unamchanganyia sasa. Anza kusoma kuanzia huku nenda huku. Ukiona kwamba anashindwa, ujue ushahifadhi tayari. Akiweza basi tayari ameshaelewa. Tumeelewana jamani? Tutaishia hapa. Msingi wa kwanza ni nini?